Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni siku ya kwanza kabisa ya mwaka huu 2026. Ni katika siku hii ya kwanza ya mwaka huu, Mama Kanisa anaweka mbele yetu sherehe kubwa sana, sherehe ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Ndugu zangu, hatuna budi kumwomba mama huyu atuombee katika safari ya mwaka huu 2026. Hatuna budi kuomba sana mkono wa Mungu uzidi kuonekana katika mwaka huu 2026. Mungu atuepushe na kila aina ya maoteo ya shetani ili tuweze kufurahia uwepo wetu katika ulimwengu huu. Masomo yetu yanayotuongoza. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu, ile sura ya 6 aya ya 22 hadi 27. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia, ile sura ya 4 aya ya 4 hadi ya 7. Na injili ni Injili ya Luka, ile sura ya 2 aya ya 16 hadi ya 21. Kiukweli kabisa, ndugu zangu, tukubali tumekusanyika hapa wote kwa pamoja, wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume, vijana kwa wazee, tukiwa na lengo moja tu la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumwambia Mungu asante kwa yote. Asante kwa yote. Tunamwambia Mungu asante, maana moyo wenye shukrani ni moyo unaopendeza mbele ya macho ya Mungu. Mungu aliyetuumba kwa upendo mkubwa ametujalia baraka tele, na hasa hii ya kuweza kuona vema mwaka huu 2026. Vile vile kama nilivyosema, Mama Kanisa leo anaadhimisha au anasherekea sikukuu ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu, mama aliyemleta Mungu mtu duniani. Waswahili wanasema nani kama mama? Nani kama mama? Ni mama mwenye upendevu, ni mama mwenye unyenyekevu, ni mama mwenye upole, ni mama mwenye huruma, ni mama anayejali, ni mama anayetuombea, lakini hasa ni mama aliyekuwa tayari kuacha yote na kukubaliana kusema ndiyo kwa mpango wa Mwenyezi Mungu kumleta mkombozi duniani. Hivyo leo, ndugu zangu, tunatafakari kwa pamoja mambo makuu manne. Licha ya yote, tafakari kwa pamoja katika hii siku ya kwanza mambo makuu manne. Jambo la kwanza ni baraka za Mwenyezi Mungu. Ni baraka za Mwenyezi Mungu. Tunazitafakari hizi baraka. Jambo la pili ni Mama Bikira Maria. Jambo la tatu ni familia. Jambo la nne ni amani. Tutafakari yote haya, ndio ya msingi sana katika siku hii ya kwanza. Tukianza na la kwanza, baraka za Mwenyezi Mungu. Baraka za Mwenyezi Mungu. Kiukweli, kumaliza mwaka na kuingia mwaka mwingine ni baraka za Mwenyezi Mungu. Ni upendeleo mkubwa sana sana. Mungu ana malengo na maisha yetu katika mwaka huu mpya. Nakumbuka nikiwa mseminari, kuna ndugu mmoja alifariki masaa matatu kabla ya kuona mwaka 2009. Nakumbuka kipindi hicho. Ndugu zangu, ni baraka za Mwenyezi Mungu kuona mwaka mpya. Ni katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Hesabu tunasikia ahadi za Mungu kwa wana wa Haruni. Ni baraka hizi, wengine wanaita kudra za Mwenyezi Mungu.
ni baraka kwa wana wa Israeli, taifa teule la Mungu. Nasi lazima tuelewe tumeteuliwa, ndugu zangu. Sisi leo tupo hapa, hivyo ni baraka hizi ndizo tunatakiwa kuzipokea. Baraka hizi zinatuhusu sisi moja kwa moja tulioko hapa. Ni kudra hizi za Mwenyezi Mungu. Leo Mungu anatuambia kama wateule wa mwaka huu atatubariki na kutulinda, atatuangazia nuru ya uso wake na kutufadhili, atatuinulia uso wake na kutupa amani. Naomba tuitikie amina. Tusome baraka hizi, tuzielewe baraka hizi na zitembee nasi katika mwaka huu 2026. Licha ya yote tutakayopitia, licha ya changamoto tutakazopitia, ila tuamini tuna mkono wa Mungu juu yetu, tuna baraka za Mungu juu yetu, tuna kudra za Mungu juu yetu. Tambua na elewa kwamba Mungu atakubariki na kukulinda. Mungu atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili. Mungu atakuinulia uso wake na kukupa amani. Milango yako ya maisha itafunguka. Milango yako ya kazi itafunguka. Milango yako ya uzazi itafunguka. Milango ya ndoto zako itafunguka. Milango ya maisha yako itafunguka. Milango ya moyo wako itafunguka, nawe utaona baraka hizi, utakuwa na amani. Zipokee na tembea nazo katika mwaka huu wa 2026. Mungu anakupenda sana sana. Baraka za Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ambalo tunatakiwa tutafakari, ndugu zangu, ni amani. Tukishapokea hizi baraka moyoni mwetu, lazima tafakari juu ya amani. Amani ni jambo ambalo tunatafakari. Kiukweli, swala la amani limekuwa likizungumziwa katika ulimwengu wa sasa hivi. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza amani ni nini? Amani inapatikanaje? Amani, amani, amani. Neno hili limegonga masikio ya walio wengi. Neno hili limekuwa vichwani mwa walio wengi. Lazima tukubali, ulimwengu huu wetu, swala la amani kiukweli limekuwa kitendawili ambacho kinahitaji kutatuliwa, kitendawili ambacho kinahitaji majibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunashuhudia ulimwengu ambao umejaa vita, vurugu, fitina, ukatili, vinyongo, mauaji, kulipiza kisasi, kuoneana, kunyanyasana, damu. Hivi vyote vimekuwa masikioni mwa watu mchana na usiku. Hivyo ukiwazungumzia swala la amani, inakuwa ni kama kitendawili kwao. Neno amani limekuwa msamiati nadharia sana, kwa sababu wengi wanalisema mdomoni, lakini aliko moyoni. Wengi wanaomba amani huku wameshika panga mkononi. Wengi wanatabasamu kwa nje huku kwa ndani wanalia. Wengi wanacheka kwa nje, lakini kwa ndani wana maumivu, wananuna. Ndugu zangu, lazima tukubali ukweli namna hiyo. Wengi wanasifia kwa nje, ila kwa ndani wanatukana na kulaani. Swala la amani limekuwa msamiati nadharia. Unanipa mkono wa amani, huku nyuma umeficha panga? Hapana. Tunaishi katika ulimwengu wa namna hiyo sasa hivi. Nchi mbalimbali zina magomvi, tunashuhudia. Nchi mbalimbali zina vita vya wenyewe kwa wenyewe. Koo mbalimbali zinawindana, dini mbalimbali zinawindana, madhehebu kwa madhehebu yanawindana, jamii fulani inawindana na jamii ya watu fulani, wakulima, wafugaji, watu wanawindana. Kabila fulani linawindana na kabila lingine. Ni jambo la ajabu, mtu na mtu wanawindana kama digidigi polini. Ni jambo la ajabu, ni jambo linaloumiza sana. Tumekuwa kama wanyama. Tena mbaya zaidi,
tumekuwa zaidi yao kabisa. Watu wanasema ni afadhali kukutana na simba porini kuliko kukutana na binadamu mwenzako. Nini hiki? Nini hiki? Si sawa, inaumiza sana sana. Mbaya zaidi sasa, mtu anajiwinda mwenyewe na nafsi yake. Binadamu wengi siku hizi wana maumivu ya ndani sana. Vidonda na makovu ya ndani vimezidi sana sana. Mfano, siku hizi haishangazi kukuta mtu njiani anatembea huku anazungumza peke yake. Utaona, sikuachi, uniwezi, mpumbavu wewe, usinichekee, usiniangalie, unanichezea mimi, unijui mimi nitakuonyesha. Anaongea peke yake, tuone sasa, unajifanya mjanja. Haya, majeraha ndani ya mioyo ya watu yamezidi sana sana. Watu hawana amani, watu hawana amani. Lazima tukubali. Ndio maana tunapoanza mwaka huu tuombe sana sana hili, tujiombee sana, tuwe na amani, tutendeane wema, tutendeane kinachostahili mbele ya Mungu na mbele ya macho na damu ambacho ni haki, ili amani iweze kutawala. Sisi wenyewe kwa wenyewe tujisamee ili tuweze kuwa na amani. Tusameane, tuanze upya. Tusameane, tuanze upya. Mwaka huu ni mwaka wa kuanza upya, ni mwaka wa kurekebisha pale tulipokosea, ni mwaka wa kuinuka tena pale tulipoanguka, ili amani tawale, watu wana mioyo yenye furaha ya kweli. Pale tulipokosea wengine, tuombe msamaha, tukiri, tuseme samahani, ili amani irudi, ili haki itawale, ili faraja itawale, ili watu watembee vifua mbele, wasiwe wanafiki tena, bali mioyoni mwao wanachokisema nje na kile wanachomaanisha ndani viwe sawa. Amani, amani, amani. Tuombe sana ndugu zangu, leo tunapoanza mwaka huu. Jambo la tatu ambalo tunatakiwa tutafakari katika mwaka huu ni familia. Katika hii siku ni familia. Swala la amani hadi kwenye familia sasa hivi limekuwa ni kitendawili kisichokuwa na majibu. Lazima tuobali. Watu tunaangalia sana familia zetu. Familia ni kanisa dogo. Familia ni chemchemi ya kila kitu kabisa. Lakini familia nyingi sasa hivi hazina amani. Vijana wengi sasa hivi ukiwaambia waingie kwenye ndoa ni sawa unawaambia wajitumbukize katika maji ya moto au mafuta yanayochemka ambayo kwayo hawatapona, na hata wakipona watabaki na majeraha makubwa sana yasiyoisha milele. Inaumiza sana kiukweli. Katika familia za sasa hivi, baba mama hawapendani, baba na watoto ugomvi hauishi, mama na watoto maneno hayaishi, watoto kwa watoto fujo tupu. Inaumiza sana. Tunaanza mwaka huu, turekebishe familia zetu, turekebishe tulipoanguka katika familia. Mfano, haishangazi siku hizi kukuta familia baba na mama wanaishi kama mataruma ya reli tu, yaani kila mmoja na msini zake. Salamu si jambo la msingi tena, yaani inaumiza sana. Au wakitoka na kukaa pamoja hawaongei sana, stori zao ni artificial tu, yaani leo mvua imenyesha, leo jua kali, joto, baridi, hali ya hewa, chakula kitamu, yaani masuala ya artificial tu, majani yameota vizuri. Inaumiza sana. Wanafamilia wanaogopa kuingia ndani ya mioyo yao na kuzungumza swala la mahusiano yao. Kweli kabisa. Hawaulizani tena, umelalaje mke wangu, umeamkaje mke wangu, watoto wazima, unajisikiaje? Hawambiani tena I love you, hawambiani tena nakupenda,
Hawajiambii tena ai, unazidi kuwa mzuri. Hawaambiani tena kazini kunaendeleaje, ile picha yetu ya ndoa hebu iko wapi, tuiangalie tena. Ile gauni lako, ile suti yako iko wapi? Hakuna tena wazungumza namna hiyo. Wanaogopa kuingia ndani. Watoto nao wakimwona baba wanakimbia ndani kama muona simba yani. Baba naye anawaangalia watoto wake, anawaambia mna akili kama za mama yenu nyinyi mna akili kama za mama yenu. Ni jambo ambalo linaumiza sana. Tuiombee familia zetu ndugu zangu, kwa maana hivi hatutafika, kwa hii hatutafika. Tuziombee familia zetu. Tunapoanza mwaka huu, kiukweli tujenge tena upya familia zetu. Familia iwe sehemu sasa ya kukaribisha, kwanza kujikaribisha sisi wenyewe, kukaa na sisi wenyewe, kufurahi. Mwaka uwe na maana sana kutokea ndani ya mtu, lakini katika familia pia uwe na maana. Kwenye jumuiya yetu, kama tunaishi pamoja kama watawa, kama padri, kama sister, kama mabrother, tuishi kwa amani basi. Tuishi kwa upendo, tuishi kwa kujaliana, tuishi kwa kusaidiana, tuishi vema ili kila mmoja afurahie maana ya kuwa katika jumuiya, ili kila mtu afurahie zawadi ya wito wake huu aliopewa na Mungu. Lazima tusali kwa ajili hiyo, tufanye jambo kwa ajili hiyo, tusiishi tu kwa sababu basi. Hapana, si sawa, si sawa. Mwaka huu tuanze upya, mwaka huu tuanze upya kweli. Ndugu zangu, yote yanawezekana kama tukielewa juu ya mama yetu Bikira Maria, mama wa Mungu. Na ndio hilo wazo la mwisho na la 4, Bikira Maria, mama Bikira Maria. Hili ni jibu la kila kitu. Mama huyu ni zawadi pekee kwa kanisa Katoliki na kwa ulimwengu mzima na kwa nchi yetu. Wakatoliki wengi wamekuwa wakipotoshwa na huzunika na kupoteza imani yao juu ya mama huyu. Wazushi wamekuwa wakisema chungu lini kikatoa mfinyanzi, yaani huyu si mama wa Mungu. Watu wameshindwa sana kuelewa. Wengine wamekuwa wakibeza hivi, huyo ni bahasha tu, sisi tunasoma barua, bahasha tunatupa. Wengine wanabeza kwa kusema mama huyu ni kama dirisha la kupitisha mwanga, sisi kwetu mwanga ndio muhimu zaidi. Taifa la Mungu, hebu jiulize wewe ambaye unabeza, ambaye umkimbilii, ambaye umheshimu, ambaye umjali, ambaye uone umuhimu wake pale ambapo unapungukiwa na amani, pale familia inapopata shida, pale unapopata migogoro, pale jiulize, huyu aliyeheshimiwa na malaika mkuu kabisa, mimi na wewe ni nani hata tusimheshimu? Huyu aliyeheshimiwa na malaika, wewe na mimi ni nani hata tusimheshimu? Malaika alitambua kwamba yeye amejaa neema. Iweje kwetu sisi? Kama malaika alitambua hilo, iweje kwetu sisi? Mtoto Yesu alimheshimu sana na kumsikiliza. Iweje kwetu sisi? Hapana. Nilianza kwa kusema Bikira Maria, mama huyu ni jibu kweli. Tukielewa nguvu yake, tukielewa kwa nini yupo kwetu, ukweli hatutaweza kupitia haya tunayoyapitia. Ni kuombe leo tunapoanza mwaka huu, kama unakosa amani, mwelekee mama. Kama familia yako inayumba, mwelekee mama. Kama masomo ni magumu, mwelekee mama. Kama katika jumuiya hali ni mbaya, mkimbilie mama, mwelekee mama. Kama unaona nafsini mwako mitihani ya maisha ni mingi, mwelekee mama. Kama vita vya rohoni vinakusonga, mwelekee mama. Bikira Maria, mama wa Mungu, atuombee mimi na wewe sasa na hata milele. Amina. Huyu mama ni jibu la yale ambayo yanatatiza mioyo yetu, naye hatatuacha, atatusikiliza na maombi yetu atapeleka kwa mwanaye, nasi tutapata majibu yale
tunayoyatamani. Tutakuwa na furaha sasa na hata milele. Amina. Mungu azidi kukubariki sana katika mwaka huu 2026. Barikiwa sana.